Iqra Online TV. Umoja wa wanazuoni wameona kuna umuhimu mkubwa sana wa kutaka kuzungumza na wananchi kutokana na kadhia inayozungumzwa katika mitandao ya kijamii na katika baadhi ya mikutano mbalimbali kuhusiana na tishio la kufanya maandamano na vurugu katika siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 2026. Jambo hilo kwa sababu linaendana na uharibifu wa amani, na amani ndiyo jambo la msingi kwa mwanadamu yoyote mmoja, kundi ama jamii ama nchi kwa ujumla na ulimwengu. Wanawazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama, wameona kuna haja ya kunasihi umma na kukemea jambo hilo na kulikataza jambo hilo na kutoa tahadhari kwa vijana, wazee wa kiume, wa kike, wasijiingize kabisa katika jambo ambalo lina hatari. Hatuna namna ya kuwafikia wananchi wote isipokuwa ni kupitia kwenu nyinyi watu wa habari, kwa umuhimu wa kazi ambayo mnayoifanya, na tunataraji kwamba tumekualikeni hapa ili mpaze sauti hii iwafike wananchi wote Tanzania na walioko nje ya Tanzania wapate habari hizo. Kwa maana hiyo, hivi sasa tutamkaribisha mkurugenzi wa dawa katika Hayatul Ulama, Sheikh Ibrahim Ghulam, ili aweze kutusomea tamko hilo. Karibu Sheikh Ibrahim. Rahmanir Rahim. Tamko rasmi la Hai'a kuhusu tahadhari ya wito wa maandamano katika mazingira ya sasa ya taifa. Kwa jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Sifa njema zote ni za Allah, Mola wa walimwengu wote. Rehema na amani zimshukie Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ali zake, masahaba zake na wote wanaofuata mwendo wake mpaka siku ya malipo. Hai'a inafuatilia kwa karibu mwenendo na hali ya kijamii na kisiasa nchini katika kipindi hiki ambacho kinaonesha kuongezeka kwa mvutano wa kimtazamo, jazba za kisiasa na hisia kali miongoni mwa baadhi ya wananchi. Kutokana na hali hiyo, Hai'a inapenda kutoa tahadhari kali kwa umma wa Tanzania juu ya taarifa na wito unaotolewa wa kufanya maandamano katika mazingira haya nyeti ambayo yanaweza kuhatarisha usalama wa wananchi, amani ya taifa na mshikamano wa jamii. Ni wajibu wa kila mwenye busara kutafakari madhara ya matukio yaliyopita kabla ya kuchukua hatua zinazoweza kupeleka taifa katika taharuki na machafuko. Watanzania bado wanakumbuka kwa masikitiko makubwa matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 ambapo jaribio kama hili lilisababisha maafa makubwa kwa wananchi na taifa kwa ujumla. Katika matukio hayo, baadhi ya Watanzania walipoteza maisha yao, wengine walijeruhiwa vibaya na baadhi kubaki na ulemavu wa kudumu. Mali za umma na za watu binafsi ziliharibiwa, kuporwa au kuchoma moto. Huduma muhimu za kijamii na kiuchumi zilisimama katika baadhi ya maeneo. Wananchi waliingiwa na hofu, taharuki na sintofahamu kubwa. Hai'a inasisitiza kuwa mwenye kuitakia mema nchi na wananchi wake hawezi kufurahia kurejea kwa mazingira yaliyosababisha umwagikaji wa damu, majeraha, mayatima, uharibifu wa mali na kuvurugika kwa amani ya wananchi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, na msijitose kwa mikono yenu katika maangamivu. Suratul Baqara aya 195. Aidha amesema subhanahu wa ta'ala, na wala msifanye uharibifu katika ardhi baada ya kutengenezwa kwake. Surat Al-A'raf aya ya 56. Imamu Shatibi rahimahullah pamoja na maimamu wengine wamesema
Sheria imekuja kwa ajili ya kuhifadhi dini, nafsi, mali, akili na heshima za watu. Kauli hizi zinaonyesha wazi kuwa Uislamu umeweka uzito mkubwa katika kulinda usalama wa jamii, amani ya wananchi na kuzuia sababu zinazopelekea machafuko na maangamivu. Hivyo basi, haya inatoa wito kwa wananchi wote, hususan vijana, kujiepusha na miito yoyote inayoweza kuingiza taifa katika machafuko, vurugu na migogoro isiyokuwa na manufaa kwa jamii. Aidha, tunawahimiza viongozi wa kisiasa, wanaharakati, viongozi wa dini na wadau mbalimbali kutumia njia za hekima, mazungumzo, maridhiano na taratibu za kisheria katika kufikisha hoja zao na kutatua tofauti zilizopo. Amani ya taifa letu ni neema kubwa ambayo ikipotea ni vigumu kurejeshwa kwa haraka. Mataifa mengi duniani yaliyoingia katika migogoro yalianza kwa tahadhari zilizopuuzwa, jazba zilizotangulizwa mbele ya busara na watu wachache waliobeza madhara ya vurugu. Haya, inamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ailinde Tanzania, awaepushe wananchi wake na fitna, machafuko na umwagikaji wa damu, na atujalie busara, subira na hekima katika kauli na matendo yetu. Wallahu waliyu tawfiq. Sheikh Abdallah Saleh Ndauga, umetolewa na Haia Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu, leo hii tarehe 6 Julai 2026. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyid sallallahu alaihi wasallam. Jina langu Sheikh Musa Kundecha, ni mjumbe katika Haia, lakini pia ni mwenyekiti wa Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi ya Kiislamu Tanzania. Kufuatia tamko hili tulilitoa juu ya amani na tishio la kuvunjika kwa amani linaloandaliwa siku ya kesho na pengine na siku zinazoendelea. Kwa mifano, mambo mengi hupata uwazi. Tarehe 29 ya Oktoba, athari yake haijamalizika mpaka leo. Hivi tunavyozungumza, wako watu ambao wamerudi nyuma daima, hawajarudi katika hali yao ya sawasawa. Lakini sio hilo tu, tukio kama hili limefanyika mbali na Tanzania, Hormuz huko, lakini athari yake Tanzania leo limetupandishia gharama za maisha kubwa kabisa, na limekuwa tatizo kwa kila Mtanzania. Jikumbusheni, Libya hali ilikuwa kama hivi, watu walikuwa wanaishi kwa usalama na utulivu mkubwa, lakini ilipoondoka amani, leo watu wanaishi kwa matatizo makubwa sana, lakini walitamani lini wanaweza kuirudisha hali waliokuwa nao wakati uliopita. Haijafanikiwa jambo hilo mpaka leo. Itazame Iraki, baada ya kuvunjika amani, watu wanatamani kuirudisha amani na utulivu ili wakae makini. Haijawezekana mpaka leo. Itazame Sudani, hali ni hivyo hivyo. Kila ambaye ataiharibu amani kwa mikono yake ajue kazi ya kuirudisha amani ni kazi ngumu sana, na jambo ambalo pengine inakuwa ni vigumu sana kulitarajia au kuliweza kulifanikisha. Tunasisitiza Watanzania, bado tunayo mifano haya kutoka Oktoba 29, lakini jambo hili ni zito na gumu, na naamini kila ambako walijaribu kufanya hivyo, mwisho walifikia kutafuta mazungumzo ya mezani kuliweka sawa jambo hili. Na sisi tusisubiri tukaharibikiwa kabisa tukalazimika kwenda mezani. Sisi tuamue wenyewe kwenda mezani ili kutafuta ufumbuzi wa kila ambacho unakiona kuwa ni tatizo. Amani ni jambo la muhimu sana, lakini pia amani ndio inayoweza kuleta ufumbuzi wa kila aina ya tatizo ambalo unaliona. Ni waombe wa Tanzania kwa ujumla, dhana hiyo sio dhana ya Kitanzania, sio dhana ya kidini, lakini pia sio dhana iliyojenga hakika ila kuleta mafanikio ya kile alichokitaka mtu. Chukua mifano ya maeneo niliyoyataja. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi ni Sheikh Rajab Katimba, katibu mkuu wa Al-Malid, lakini vile vile ni mjumbe wa Baraza Kuu la Jumuiya na Taasisi za Kiislamu Tanzania. Kwa kweli
hali tulionayo ni hali ambayo inatakiwa tuwe makini sana, kama alivyotoka kuzungumza mzungumzaji wa kwanza Sheikh Kundecha. Tusicheze na amani, tusije tukacheza na amani hata kidogo. Madhara bado yapo, na kuna watu kama hivi alivyosema kwamba wamekuwa milele kwamba watakuwa katika madhara, lakini kuna wengi waliokufa. Nchi yetu tunatakiwa sote pamoja tuungane, wala tusiangalie dini, wala tusiangalie taasisi, wala tusiangalie huyu ni kiongozi wa serikali au huyu ni mpinzani. Tanzania ni kubwa kuliko wote hao. Lazima tuhakikishe kwamba kila aina ya viashiria vya kuvunja amani vinavyotokea vidhibitiwe, na nani anayeweza kuvidhibiti? Ni serikali ambayo iko madarakani. Kama kungekuwa kuna utaratibu mzuri, ni kiasi cha kuelewana, lakini kwa hali ilivyo, mambo ya kulazimisha ni mambo ambayo tunatoa tahadhari kwa vijana, hasa vijana wasijiingize katika mambo ambayo yatakuja kuwaletea madhara makubwa zaidi. Tanzania hapa ukiangalia kwa mfano Dar es Salaam ina pikipiki zaidi ya 600,000 ambazo ziko registered. Sasa kunapotokea watu wabaya kuwaghilibu hawa vijana wa pikipiki na kuwaahidi labda vijisenti kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanavunja amani, kila kijana ajue kwamba asijiingize katika matatizo. Yeye ndio Mtanzania wa kesho, ndio tunayemtegemea. Yuko na familia, yuko na maisha yake. Usiharibu maisha yako kwa ajili ya jambo hili, kwa sababu serikali haitakaa kimya, vyombo vya usalama havitakaa kimya wakati amani inafanya nini? Inavurugwa. Kwa hiyo tutahadhari na tuhakikishe kwamba hili jambo tunaliweka sawa. Wote tukamate kamba ya Utanzania na kuunga mkono kila mahali ambapo amani inazungumziwa. Assalamu alaikum warahmatullah. Iqra Online TV.